Katika siku za usoni, mwanajeshi wa zamani John anapelekwa kwenye gereza la kiwango cha juu kabisa cha ulinzi, Level 6. Wafungwa wapya wanapowasili, hologramu ya mkuu wa gereza inawakaribisha kwa kusema kuwa jamii haina tena matumizi yao, hivyo watabaki gerezani milele. Baadaye John anapelekwa kumwona mkuu huyo wa gereza ambaye anasoma faili lake na kugundua kuwa John alimuua afisa wake wa juu jeshini. Tayari ameshawahi kutoroka kutoka magereza mawili ya Level 5 na uchunguzi wa vinasaba unaonyesha kuwa ana chuki dhidi ya mamlaka na tabia ya ukatili. Mkuu wa gereza anamweleza kuwa katika gereza hili hataruhusiwa kupokea wageni, simu wala barua, na kufanya vurugu yoyote kutamletea adhabu ya uchungu. Muda mfupi baadaye, John anapigwa na kutupwa ndani ya seli ambapo anakutana na mwenza wake aliyempa kipande cha mkate alichokificha. Hili linasikika na mkuu wa gereza kupitia kamera za ulinzi. Jioni, John anaona mfungwa akipiga kelele akipelekwa sehemu nyingine, na mwenza wake anasema wanampeleka kwenye kisiwa cha Absalom, kisiwa cha wale wanaovuruga. Mfungwa huyo anaanza kuropoka maneno yasiyoeleweka, hivyo John analazimishwa kumnyamazisha kabla walinzi hawajawasikia. Asubuhi yake John anaamka na kugundua kuwa mwenza wake wa seli ameondolewa. Ghafla John anachukuliwa hadi kwenye chumba cha hukumu ambapo wafungwa wote wanatazama, huku mkuu wa gereza akisema kuwa kuficha chakula ni kosa kubwa linalostahili viboko 10. Muundo wa chuma unageuka na kuonyesha mwenza wa John ambaye anapigwa mshtuko mmoja wa umeme na mkuu wa gereza. John anaambiwa apige viboko 9 vilivyobaki, lakini anakataa. Mkuu wa gereza anatishia kumua mfungwa huyo, hivyo John anachukua taser kwa hila na kumshika mkuu wa gereza mateka, lakini anazungukwa na walinzi na kulazimika kujisalimisha. Baada ya kupigwa, helikopta inampeleka John kwenye kisiwa cha Absalom. Walinzi wanamtupa ardhini bila kusema chochote na wanaondoka. John anafunikwa na panya wengi, lakini anawatikisa na kuondoa, alafu anaanza kutembea msituni ambapo anasikia sauti za wanyama. Anapokimbia, anaona watu wakikimbia kati ya miti. Ni kabila lijulikanalo kama Outsiders. Wanamzingira na kumwangusha chini ili kumkamata. Wanampeleka katika makazi yao ambapo wenyeji wanajaribu kumvua nguo, lakini wanaozuiwa na kiongozi wao, Mark, mwenye bunduki. John anafungwa kwa saa kadhaa kabla kupelekwa kwa Mark, ambaye anamkaribisha kwa urafiki na kuiita sehemu hiyo mapumziko. Kijiji ni hoteli ya zamani ya kisiwa ambayo imeharibika sana, na wahuni hawa ni wafungwa waliotupwa hapo kwa miaka mingi. Kwa kuwa shughuli nyingi za kisiwa zinahitaji nguvu, Mark anamtaka John athibitishe uwezo wake kwa kupigana na Ralph juu ya bwawa. John anasukumwa kwenye watu na kupewa kisu, huku Ralph akijionyesha kwa kubomoa sanamu. John haimpressed, anatupa kisu na kumdunga Ralph kifuani, kisha Ralph anaanguka vibaya na kudondoka majini. Mark anafurahia matokeo, lakini John anamnyang'anya silaha na kumsukuma majini pia. Anajaribu kutishia umati kwa bunduki, lakini bunduki haifanyi kazi. John anakimbilia msituni na Outsiders wanaanza kumkimbiza. Anajificha juu ya mti mpaka umati unapopita. Kisha anachomeka mkuki kwenye shina na kumtega mtu anayekimbia. Kisha anamvizia na kumuua kabla kuchukua silaha zake. Anapojaribu kukimbia tena, anakunja mteremko na kujeruhi mguu. Mwingine anamdambakia kutoka mafichoni, lakini John anamshinda na kumuua kwa mkuki wake. Sauti inawafanya Outsiders baini alipo na wanamfuata. John anaokwepa mtego wa gogo la kuswing ambalo linamuua mfuasi mmoja. Anapokimbia tena, Scab anampiga mshale mguuni, lakini John anaendelea kukimbia hadi wanapomzingira ukingo wa jabali na kumpiga mishale ya sumu ya Blogan na kumfanya aanguke baharini. Kwa bahati nzuri, John ananusuru na kuokotwa na kundi lingine linaloitwa Insiders, ambao wanampeleka kijijini kwao kiliocho bora zaidi. Habari hii inamfikia mkuu wa gereza. John anapoamka anashangazwa na utalifu na mwandikano wa kijiji hicho. Anajaribu kuingia kwenye jengo fulani, lakini Hawkins na Scully wanamzuia wakisema limekatazwa. Anapelekwa kwa kiongozi wao wanaomuita Baba. Baba anamwambia John kuwa yeye ndiye wa kwanza kuewa kutoroka kutoka kwa Outsiders na anamwalika kujiunga na Insiders, lakini John anataka kuondoka kwenye kisiwa kabisa. Baadaye anakutana na Dart anayerekebisha bunduki iliyoharibika na wanashirikiana mawazo. Hawkins na Dart wanampeleka kwenye mnara wa walinzi na kumweleza wasiwasi kuwa kujaribu kutoroka ni hatari. Kuna hatari za kiasili, wanyama na Outsiders 600 dhidi ya Insiders 98. Pia kuna kamera kila mahali na helikopta hufika sekunde chache.
John anaenda kwa mganga Tom anayemtibu jeraha lake na kumkumbusha aepuke maambukizi kwa kuwa hawana dawa. Anapotoka anaona Casey anamfuatilia. Casey anataka tu kumwona mtu wa kwanza aliyetoroka. John anamwambia amwache. John anaenda ufanji na kutupa boksi majini, lakini mawimbi yanauvunja mara moja, hawezi kujenga mashua. Casey anaungana naye na kumwambia bahari ina paka wengi. Usiku, John anaona watu wakipeleka mizigo pwanini na anawafuata sirini, lakini Hawkins anamkamata na kumpiga, akimkumbusha tushirikiane. John anampiga pia na kurudi kijijini. Asubuhi wakati wa kifungua chachwa, John anamuuliza Casey kwa sababu yake. Casey anasema alisaidia bosi wa mafia kuwateka watoto wawili bila nia ya kuwaua, lakini bosi aliua watoto. Helikopta inapopita, Casey anasema huleta misaada mara 2 kwa mwezi, lakini outsiders huibia kila kitu. Helikopta hushuka sehemu tofauti kila mara, hivyo hawawezi kupanga. Baada ya kifungwa chachwa, wanamtembelea Killian, mtengeneza pombe. John anainywa na kuikataa kutokana na ladha baya na kumtukana, hali ambayo inamchokoza Killian. Wanaposikia kengele, insiders wote wanaenda langoni. Mmoja wa walinzi amelala kazini kwa mara ya pili, hali ambayo inahatarisha usalama. Anafukuzwa kijijini na kutupwa msituni. Wakati huo, outsiders wanapigana kwa ajili ya panya wachache waliokaangwa. Mark anawatuliza. Wanataka John awe kiongozi mpya kwa sababu alimshinda Mark. Mark anakasirika na kumkata kichwa mtu huyo. Kisha anamwambia Scab kuwa watawashambulia insiders siku ya Christmas. Insiders wanafanya sherehe ndogo na kupamba mti. Baba anatoa hotuba